Profesa Mushi ameyasema hayo wakati wa ziara ya ukaguzi wa majengo mapya yaliyojengwa kupitia mradi wa HIT katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya, MUST, yenye thamani ya zaidi shilingi bilioni 30. Haya yote yanatengeneza na kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Na uwepo wa mradi huu wa HIT hapa taasisi ya MUST Mbeya umeweza kuongeza kiasi cha udahili kwa wanafunzi 3,800. Hii ni idadi kubwa kabisa. Jana nimeona kwenye campus ya Rukwa ambayo iko chini ya taasisi hii, ambapo na kwenyewe kiasi cha fedha kilichopelekwa pale ni takriban bilioni 16.5, na majengo yaliyojengwa au miundombinu iliyojengwa mahali pale imeweza kwenda kuongeza udahili kwa idadi ya wanafunzi 2,950. Inaelezwa kuwa uwekezwaji unaofanywa kupitia mradi wa HIT unaongeza ubora wa elimu, kukuza utafiti na kuandaa wahitimu wenye ujuzi unaokidhi mahitaji ya sasa ya soko la ajira. Mradi huu tumefanikiwa kujenga jengo la kitaaluma lenye uwezo wa kubeba wanafunzi 3,500 kwa mara moja. Tumeweza kujenga majengo ya karakana yenye uwezo kubeba wanafunzi karibu 600. Tumeweza kujenga jengo la kituo cha ubunifu na ni jengo la pili ambalo ni sehemu ya ubunifu, uhaulishaji wa teknolojia. Hili jengo la uhaulishaji wa teknolojia lina ukubwa wa square mita kama 3,500 na kwa mkupuo linaweza kubeba watumiaji 700. Majenzi yetu tulikuwa na majengo matatu makubwa pamoja na miundombinu ya barabara, na katika gharama ya majenzi haya tumetumia jumla ya shilingi bilioni 30, na kwa mgawanyiko wake jengo la akademiki tumetumia bilioni 16, na jengo letu la karakana pamoja na CITT building ambao tunaita jengo la ubunifu na uhaulishaji teknolojia imegharimu jumla ya bilioni 13. Kwa mujibu wa serikali, lengo kuu ni kuhakikisha vyuo vyote nchini vinakuwa na miundombinu na rasilimali watu ya kutosha ili kudahili wanafunzi kwa viwango vya juu vya ubora, hatua itakayosaidia kupunguza changamoto mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.